Mawakili ni nguzo muhimu inayotegemewa katika nchi kugomboa na kutetea haki za wenye mahitaji ya kisheria. Licha ya wananchi kutofahamu haki zao za msingi za kibinadamu, jopo la mawakili kupitia Chama cha Mawakili Zanzibar wamekutana kujengeana uwezo na wabobezi wa sheria za haki za kibinadamu. Jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Tanzania, Mheshimiwa Robert Makaramba, alikuwa sehemu ya kutoa elimu hiyo. Huyu hapa ni Rais wa Chama cha Wanasheria Zanzibar, Joseph Maganzi, anazungumzia mafunzo hayo. Na ripoti kutoka hapa visiwani Zanzibar, mimi ni Tuesday. Majina naitwa Joseph Shaban Magazi, ni wakili wa kujitegemea, lakini pia ni rais wa Chama cha Mawakili Zanzibar, Zanzibar Law Society. Na leo tupo katika mafunzo ya kujengeana uwezo mawakili Zanzibar, ambayo najikita zaidi katika kujengea uwezo katika masuala ya haki za binadamu, kwa sababu tunaona haki nyingi au raia wengi hawapati haki zao za msingi, wale walikopo kwenye magereza, walikopo kwenye vituo vya polisi na hata katika jamii zetu. Kwa hiyo kama mawakili tunajengea uwezo jinsi gani tunaweza kuwasaidia hawa watu wakapata haki zao za msingi. Lakini pia jengine tunajengewa uwezo kuhusu swala la access to justice, lakini pia na rule of law, utawala wa sheria. Utawala wa sheria unajumuisha taasisi zote za kiserikali na sisi wadau wake. Kwa hiyo ni jinsi gani tunaweza tukaisimamia serikali kuhakikisha utawala wa sheria unafanyika kwa vitendo. Sisi kama mawakili sasa hivi mawakili tupo zaidi kama 600 hivi, lakini ambao wapo active ni kama 150 200, na wengine hawapo active kwa sababu mbalimbali. Wengine labda ni waajiriwa wa serikalini, wengine wameamua kufanya biashara zao nyingine na mambo kama hayo. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba mtu au mteja, tunaita mteja, anapata wakili ambaye sio kishoka, wakili mwenye leseni, kwa kila baada ya muda wa mwezi mmoja, Mahakama ya Zanzibar inakuwa inatoa orodha ya mawakili ambao wana leseni na wanaruhusiwa kufanya shughuli za kiwakili Zanzibar. Basi kwa kutumia msaada wa kisheria, kwa kushirikiana na idara ya msaada wa kisheria, basi ndio tunatoa hiyo huduma ya kisheria bure. Na hii huduma inajumuisha ushauri, inajumuisha uandaaji wa nyaraka, lakini pia hata uwakilishi mahakamani. Kwa hiyo kuna kesi tunafanya mpaka zinaisha kwa njia ya kutoa msaada. Lakini pia mahakama pia tunashirikiana nayo. Mahakama ina utaratibu wa kutoa kesi za kujitolea, tunaita pro bono cases, ambapo wakili anakuwa anapewa hiyo kesi, anaishughulikia kuanzia inaanza mpaka inaisha. Na kwenye kesi hizi mara nyingi mahakama, sisi mawakili natupa zile kesi za jinai au kesi za watoto. Kwa hiyo na hizo kesi pia tunazo kuhakikisha kwamba wananchi au mwananchi wa kawaida anapata haki yake ya kisheria. Mimi naitwa Robert Vincent Makaramba, ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, lakini kwa sasa hivi mimi ni mjumbe wa bodi wa Media Council ya Tanzania, lakini vile vile mwenyekiti wa kamati ya maadili ya waandishi wa habari, lakini vile vile ni mjumbe na ni wakili nisienda mahakamani, wanaita non-practicing advocate wa Tanganyika Law Society, lakini vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya mawakili wa Tanzania bara. Sasa madhumuni ya leo, kama mnavyojua, tumekutana hapa, ni mkutano ambao ni kama training, mafunzo yanayowahusisha mawakili wa Zanzibar, na hasa kuhusu mambo ya haki za binadamu na ufikiwaji wa haki. Na mawakili wengi walioko hapa, kama mnavyoelewa, wengi wanajihusisha na masuala ya kibiashara na masuala mengine, lakini wachache wanashiriki katika kuendesha kesi zinazohusu uvunjwaji au kiukwaji wa katiba na haki za binadamu. Sasa madhumuni ya mafunzo yetu ni kuweza kuwafanya mawakili waweze kuona kwamba hilo nalo ni sehemu ya jukumu lao
ili waweze kuwasaidia wananchi wetu. Labda nieleze tu waandishi wa habari, nadhani wananchi wengi wakisikia haki za binadamu wanafikiria mambo makubwa. Haki za binadamu ni zile ambazo wewe unazo kwa sababu wewe ni binadamu na zinakuhusu kila siku. Haki ya kwanza ya msingi ni ile haki ya kuishi, ambayo ikiingiliwa tu kwa njia yoyote ile inaweza ikawa imeathiri haki yako. Kwa hiyo si lazima uyafikirie mambo mazito. Na uzuri moja, katiba zote mbili, ya Muungano na hii ya Zanzibar, zote zina sheria maalum. Kuna vifungu vinavyohusu haki za msingi za binadamu, ikiwepo ni ile haki ya kujieleza, haki ya kukusanyika, lakini vile vile kuna haki ya kupata haki, wanaita the right of access to justice. Na mahali unaweza kupata haki ni ama kwenye mahakama zetu au taasisi ambazo zimeanzishwa maalum kwa ajili ya kuendesha mashauri. Sasa mawakili wengi huwa wanaenda mahakamani, lakini wanaenda mahakamani kwa sababu unawalipa fedha ili waende ukasikilize kesi yako. Sasa madhumuni yetu hapa sisi leo ni kuonyesha kwamba mawakili nao wanaweza kaendesha kesi bila kulipwa pesa kwa kufanya msaada wa kisheria. Na hili ni jukumu la serikali. Na uzuri mmoja kwa serikali ya Zanzibar, nadhani iko mbele hata kuliko serikali ya Muungano. Tayari wanafanya mchakato wa kuwa na fungu maalum la fedha za kwa ajili ya kusaidia watu ambao hawana uwezo wa kwenda mahakamani. Kama mnavyojua ilivyozoeleka, watu wengi walikuwa na wale ambao wana makosa ya jinai ya mauaji ndio wanapata msaada wa serikali. Lakini sasa hivi serikali inajitahidi mtu yote ambaye hana uwezo ili kuweza kufikiwa haki zake aweze kupata msaada wa wakili atakayemwakilisha mahakamani, na mnajua mambo ya kwenda mahakamani ni ya kiufundi na mawakili ni wachache na watu wachache wana uwezo wa kwenda mahakamani. Kwa hiyo tukipata kundi la mawakili ambao wataweza kutoa huo msaada, na ndio madhumuni ambayo tumekutanika hapa leo, tuweze kupata kundi kubwa la mawakili ambao watakuwa nasaidia katika mchakato wa kutoa msaada wa kisheria.